Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na uhai na akatuwezesha kudiriki kwa usiku huu kusanyika mahala hapa kwa ajili ya kumwazimisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, waheshimiwa wageni wetu mliotoka mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Mziwanda na wenzie, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya mwenyeji Sheikh Osman Ndaki, Mheshimiwa Katibu wa Jukusuta mkoa wa Tabora na mwenyekiti wa mtaa Usagara, waheshimiwa mashehe wa kata mlioko hapa tukiongozwa na shehe wa kata mbili Sheikh Msaba bin Haruna, manguli wetu wa Qur'an katika mkoa wa Mwanza baba yangu Sheikh Othman Awazi na kaka yangu Bwana Haruna bin Omar, maimamu wa misikiti, Mheshimiwa diwani wa jina langu Bwana Ramadhani, walimu wa madrasa, itifaki imezingatiwa. Waheshimiwa watukufu sana Waislamu, katika usiku wa leo kwa kuokoa muda, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kwa sasa limejikita katika kuelekea katika uchumi. Lengo lake ni kuona malengo ya kukusudiwa kuanzishwa kwake yanatimia, kuwawezesha Waislamu kuwa na uchumi. Uchumi wa kuanzia mtu mmoja mmoja, uchumi wa baraza lenyewe, lakini uchumi wa taasisi nyingine. Uwepo wa uchumi imara kuanzia ngazi ya familia ndio utakaoziwezesha familia kudumu katika familia. Uwezo wa kiuchumi wa taasisi ndio utakaoiwezesha taasisi kutimiza malengo ya kuanzishwa kwake. Katika ngazi ya familia, kama uchumi utayumba, bimaana watoto hawatasoma, utunzaji wa familia utakuwa mgumu, lakini hata kuyaendea mambo mengi yaliyo ya heri itakuwa ngumu. Tumeona kuna hadhara hapa ya Maulid, inawezekana baadhi ya nyumba zilifikiwa kuwezesha, lakini kwa sababu ya uchumi kuwa mgumu zilishindwa kufanya hili hiyo. Lakini katika taasisi kama hakuna uchumi, ile mipango mingi iliyopangwa kwa ajili ya maendeleo ya taasisi yenyewe, lakini hata ile jamii inayoiongoza, hali kadhalika nayo itakuwa ni ngumu kufikika. Kwa hiyo muda wote tutaishi katika mahangaiko, tutalalamika, tutanungunika, na mwisho wa siku yale tunayoyakusudia hayataweza kuwa yametimia. Kwa hivyo Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa sasa lisingependelea sana kuwepo na migogoro katika mamlaka zetu, katika maeneo yetu, katika misikiti yetu, katika kata zetu, lakini baina hata ya viongozi kwa viongozi. Tunajua tunaweza kupishana katika mitazamo katika baadhi ya mambo, huo utabaki kuwa ni ubinadamu, lakini tubaki kwenye malengo muhimu yaliyokusudiwa, yaliyotufanya tuanzishe vyombo hivi. Usia wangu kwa vijana, mimi ni miongoni mwa kijana mwenzenu katika mkoa huu wa Mwanza. Leo nimesimama hapa, nimeshika nafasi ya ukatibu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza. Haimaanishi hakuna wazee wanaoweza kushika nafasi hii. Haimaanishi mimi ni msomi sana kuliko wengine waliobaki. Lakini itoe bishara kwetu vijana, tujipange kwa ajili ya kushika nafasi hizi. Na pindi tutakapopata nafasi hizi tumeaminiwa, basi tuzitendee haki kwa ule uadilifu wetu katika nafasi yoyote tutakojaliwa kuipata. Upatapo nafasi ya kuwa kiongozi, basi kuwa daraja la watu. Jitahidi kuunganisha watu, kama usisubutu kufarakanisha watu. Kutokana na muda na jana tumekesha kwenye shughuli, na kama mlivyosikia wageni wetu wana safari ya alfajiri na maulidi inaendelea. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.